Umetamatika na Simba yule finali, unazungumziaje mchezo? Mchezo wa leo kwanza ulikuwa mzuri. Mwandege kweli sio timu ya kupimana ubavu na Simba, lakini mpira siku hizi hauwezi kutathmini kwa kusema hii ni timu ndogo, kwa sababu mpira sasa hivi umekuwa Tanzania. Kwa hiyo na Mwandege nao ni timu ambayo inatoa vipaji, na mpira unapoona timu ina mpira mzuri ujue ni vipaji vidogo, ni watoto ndo wanaoanza. Kwa hiyo mechi ya leo ni mechi tough sana, mechi nzuri. Watoto wameonyesha uwezo mkubwa tofauti na walivyofikiriwa, na Simba nao wakatoa makucha yao, wakafanya vile ambavyo wanafanyaga kwa watu wote. Kwa hiyo tumefurahi sisi kwa sababu hii mechi ya leo imetufurahisha zaidi, kwa sababu tunaenda kukutana na hasimu wetu, na hasimu wetu waga ni masimu tu kwenye mechi. Tukikutana huku tunakuwa tuko tough. Kwa tumefurahi kwenda kukutana na hawa watu. Walisema mtoto kautaka, kweli tumeutaka na sisi tumeufuata. Kwa hiyo tunataka tukaonyeshane pale Zanzibar tarehe 29. Clatous Chota Chama walisema mzee mara maneno kibao, kiwango chake wanakizungumza. Fungu la kukosa, kwa sababu wao alikuwa kwetu Chama wakamuona mzuri, mbora sana, wakatupokonya Chama, tulilia sana, tuliumia, alituliza. Lakini mwisho wa siku wakashindwa kumtumia Chama yule pale. Kweli soka lake naona aliandikiwa acheze tu Msimbazi. Baadaye wameturudishia leo kwa assist ambayo kaitoa Chama. Yaani leo Chama anawaonyesha. Na hamna kitu nilichofurahi leo jamani, kuingia finali kwenda kukutana na Yanga. Hata jana niliongea, nilisemaje, viongozi, wachezaji, benchi lote la ufundi, na tamani tuende tukacheze dabi pale Zanzibar. Hakuna kujivunja, hakuna kuwakimbia, maana ukiwakimbia vichoko vitakuwa vingi, watazidi kuwa na pawa, ionekane wao ndio klabu bora hapa Tanzania, lakini sio hivyo. Sisi leo ndio tumewaonyesha. Kocha wetu kaanza kwanza na kikosi ambacho kila mtu alisema kwamba Simba leo anaondoka. Paka mimi mwenyewe nikasema hichi kikosi hichi, mbona sijakielewa, mbona kama hichi cha kuwakimbia hichi. Lakini nilivyoona sasa mabadilisho, kaingia Aura, kaingia Chama, kaingia Mwalimu, kaja kaingia nani huyu Aura, kaja kaingia na nani pale kati alicheza Kagoma. Kwa hiyo ni kiukweli leo wamenifurahisha sana. Yaani mimi nimewapongeza, yaani wameonyesha kama wao sio wa kuogopwa, wala yaani wao wanajiamini kwa saa yoyote, muda wote kukutana na Yanga. Mpaka sasa mna dabi mbili ambazo ni uhakika kabisa. Kuna nafasi yote ya kutoboa? So dabi mbili, sema dabi 3. Tuanze na hizi mbili zenye uhakika. Hizi mbili sisi tunatoboa. Cha kwanza tunaenda kuwatoboa kule Zanzibar. Na hapa tukirudi nao tarehe 3 kitu pale Meja Samoyo. Yaani pale Meja Samoyo mapema sana. Yaani lai tungeniambia uwanja mwingine, lakini Meja mapema sana wanalala. Ile goli walifungwa kule Zanzibar na kalikataa, wakatae na kesho kutwa. Kisasi ile ndio kisasi haki. Lazima yani kama ilikuwa ni yetu basi itakuwa yetu, atapigwa tena. Afu lile moja, tutaki mengi, tunarudisha lile letu. Tutarajie mangapi au hilo moja? Yaani mmoja tunahapa, na ikiwezekana tunahapa mengine, lakini lile moja waliokataa tunataka tuarudishe. Wenyewe wanakuambiaje? Changuruwe. Changuruwe? Kinatoa watoto wengi. Kimoja tu kinatoa. Kimoja kinatoa watoto 12. Changuruwe. Na mimba inaingia kwa kibao hichi vimoja tu. Na usichojua, sisi hatuogopi timu yoyote. Alafu hatuogopi uwanja. Sijui hata wakatuchezeshe wapi. Hata ndondokapo wakisema tupeleke kwenye uwanja wa ndondokapo, sisi hatuogopi. Wanavyotaka sisi ndo tunavyotaka. Hivyo. Wanasema mchagua jembe sio mkulima. Yes. Baada ya hapo tunarudi jeshini. Tunarudi Meja Jenerali Samuyo. Mko tayari? Tuko tayari, kwa nini tuogope? Kadilio ya Meja kama Meja. Kwanza yani hawezi kutupangia sisi mauwanja na kati ile mechi yetu sisi. Yaani Meja pale atoki, hata afanyaje atoki jamani, atoki ule uwanja ule jamani, ule uwanja ule. Mimi siwezi kuongea sana. Kwanza sasa hivi tusiongee sana masuala ya tarehe 3. Kina nalalamika.
Nani analalamika? Wao. Wanalalamika nini? Uwanja mdogo. Wanaogopa. Uwanja mdogo Sababu wameshazoea. kwani Mambo ya watu wa nyumbani ni ujanja. Alafu hii mechi ni ya kwetu, wasitupangie. Walitupeleka Zanzibar. Tulikuwa hatutaki lakini wametupeleka, tunataka hatutaki. Watu wapata magarama. Ina maana uwanja mdogo tukicheza na wao tu. Ila timu nyingine tukicheza nazo uwanja sio mdogo. Wana lingine la kulalamikia. Lipi? Wanasema mlango mmoja tu wa kuingia na kutokea. Huo hadi hapo ndo pata hamna kutoboa vyumba safari. Hamna kutobolea na vyumba. Hakuna. Na kwa nini waogope mlango mmoja? Walikuwa na nia gani ya kufanya? Kwa nini waogope mlango mmoja? Walikuwa na nini? Walikuwa wanataka kukifanya kitu gani? Ila wanasema Simba yenu mbovu. Yaani kiufupi ushindi wa tiatia maji. Asubutu kiufupi wao wenyewe leo hii kwa mpira uliochezwa na sio leo hii. Kwa huu msimu wetu ambao wa dirisha dogo tuliofanya usajili, wao wenyewe roho zao ziko juu juu. Tukirudi tu kwenye ile soka kweli. Simba wanacheza mpira ulionyooka. Yaani mpira basmati, wana wasiwasi. Kila mchezaji ana recover kwenye sehemu yake. Kila mchezaji anacheza kwenye nafasi yake. Wanafunga kwenye timu yetu sisi wanafunga wachezaji ambao sio mastreka sana. Kushinda striker, yani striker hana nafasi nyingi za kufunga kushinda viungo. Kwa sisi hatuna wasiwasi na wao. Yaani wao watulie tu, watulize pressure kwanza. Watulize kwanza. Yaani watulie, wasubiri tarehe 29. Sisi tunajiandaa kuenda kuwapa kisago kizuri tu. Hiyo siku ndo watajua. Sisi hatutaki maneno wala janja janja. Tunataka tukutane uwanjani. Wanavyotaka na sisi tunataka. Sio wametutaka. Neno moja la fainali ya kwanza. Ushindi daima. Yaani ushindi tuna uhakika ni ushindi. Simba nguvu moya na ubaya. Yaani ni ushindi. Ubaya ubwela. Tunaenda kufanya ubaya Zanzibar. Shukrani. Habari ziwafikie walipo.